na njia bora zaidi ya kuwashirikisha wafanya tunaona tunasikia. Kwa hivyo Watanzania mnakumbushwa kuzingatia taratibu zote ambazo wataalamu wanaelekeza za kuchukua tahadhari, kujikinga, kuhakikisha hatuathiriki na ugonjwa huu. Kuhusu ukusanyaji wa mapato, kama mnavyojua, serikali imara ni serikali inayokusanya mapato. Serikali sio kusanya mapato ni serikali legelege. Baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema hivi. Serikali yetu ya awamu ya 6 inakusanya mapato. Hali ya ukusanyaji wa mapato, ukusanyaji wa kodi ni nzuri kwenye maeneo mbalimbali. Ziko hatua madhubuti ambazo Mheshimiwa Rais ameagiza na mamlaka yetu ya mapato imeanza kutekeleza pamoja na wadau mbalimbali. Na Mheshimiwa Rais ametoa mwelekeo wake uko wazi kwamba yeye angependa na ameelekeza kwamba ukusanyaji wa mapato ufanyike kitaaluma. Ukusanyaji wa mapato ufanyike kitaaluma na wataalamu badala ya kutumia mabavu. Na hili jambo limepokelewa vizuri, wafanyabiashara wamelipokea vizuri, TRA wanalitekeleza jambo hili vizuri na mwelekeo mzuri unaonekana. Yako maneno yalienea hapa katikati, hii itashusha mapato, labda wafanyabiashara watakwepa. Nataka niwahakikishieni wafanyabiashara wanafahamu wajibu wao, Watanzania wanafahamu wajibu wao, wanalipa mapato, TRA wanakusanya mapato kwa mujibu wa sheria na kazi inaendelea. Matarajio yetu ni kwamba ukusanyaji mzuri wa mapato na wahiari usiotumia maguvu utatupa tija zaidi ya kupata mapato mengi zaidi kuliko kutumia maguvu. Na kwenye hili Mheshimiwa Rais alishaagiza zile task force ambazo zilikuwa zinatumika, zile tunaita task force tunahitaji vikosi kazi vilivyokuwa vinatumika kukusanya kodi vikome, na vimekoma, havipo sasa. Ukusanyaji wa kodi sasa unafanyika kitaalamu na wafanyabiashara na lazima niseme vikosi kazi vile baadhi vilikuwa vinakiuka tu, wanakwenda kunyanyasa, na ndio kitu ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa hakipendi. Unakwenda kuwanyanyasa wafanyabiashara, unawanyang'anya pesa zao, unawatisha, matokeo yake biashara zinaathirika. Sasa kumbe kuna njia bora zaidi ya kuwashirikisha wafanyabiashara, kuwaelimisha, kukusanya kodi kitaalamu, na matokeo yake yamekuwa mazuri. Na leo hapa ningependa niwape takwimu za kuonesha kwamba wale ambao walikuwa nadhani pengine tunaweza tukapata shida kubwa, haikuwa hivyo. Ukusanyaji wa mapato unakwenda vizuri, na labda niwape takwimu sasa za kati ya Januari na Mei. Kwa mujibu wa taarifa za TRA ni kwamba Januari mwaka huu, kabla Mheshimiwa Rais hajatoa hilo agizo, ukusanyaji wetu ulikuwa ni malengo yalikuwa ni trilioni 1.16, ilikuwa ni trilioni 1.68 kumradhi, lakini tukakusanya trilioni 1.34. Hii ni asilimia 79.8. Mwezi Februari malengo yalikuwa ni kukusanya trilioni 1.61, tukakusanya trilioni 1.33. Mwezi Machi malengo yalikuwa ni kukusanya trilioni 1.99, tukakusanya trilioni 1.67, sawa na asilimia 84.1. Mwezi April malengo yalikuwa ni kukusanya shilingi trilioni 1.61, tukakusanya trilioni 1.34, asilimia 83.2. Na mwezi Mei, mwezi uliopita, malengo yalikuwa ni kukusanya trilioni 1.619, tumekusanya trilioni 1.33. Nachotaka kusema nini? Hii ni asilimia 82. Nachotaka kusema nini? Mapato, ukusanyaji wa mapato haukushuka. Mkiangalia Januari, wakati task force zinafanya kazi na nini, tulikusanya kwa asilimia 79. Tulikusanya trilioni 1.34 kati ya malengo ya trilioni 1.68. Lakini baada ya kuzikataza task force, mwezi April tulikusanya kwa asilimia 83. Tulikuwa 79, tukakusanya kwa asilimia 83.2. Tumekusanya trilioni 1.34 kati ya malengo ya trilioni 1.61. Hali kadhalika mwezi Mei, na wenyewe hali nzuri, tumekusanya kwa asilimia 82. Tulilenga trilioni 1.619, tumekusanya trilioni 1.33. Kwa hivyo ndugu zangu, Watanzania wanalipa kodi, wameitikia ulipaji wa kodi, na ukusanyaji wa mapato haukuathirika kwa kiasi kile ambacho wengi wanakisema, na kazi nzuri inaendelea. Lakini tutoe angalizo kwenye eneo hili. Mheshimiwa Rais aliposema kwamba ukusanyaji kodi wa mabavu uachwe, kodi ikusanywe kitaalamu na kitaaluma,
hakumaanisha watu wakwepe waache kulipa kodi. Watanzania tuendelee kulipa kodi. Kila mmoja mahali alipo anafahamu kwamba anastahili kulipa kodi, ahakikishe analipa kodi inayotakiwa. Na fanyeni hivyo mkiwa hamna hofu. Ofisi za serikali za Mamlaka ya Mapato Tanzania zipo. Una jambo lolote la kikodi, nenda, watakupa msaada. Lipa kodi yako, endelea na biashara zako. Hakuna vitisho, hakuna manyanyaso, hakuna mabavu, hakuna manguvu. Nadhani eneo hilo limeeleweka. Katika masuala ya diplomasia, nchi yetu imeendelea kutekeleza vizuri diplomasia yake ya uchumi, na sote tumeona jinsi Mheshimiwa Rais alivyochukua hatua madhubuti za kuimarisha uhusiano wetu na nchi zetu mbalimbali, nchi majirani. Na dhamira yake ni kwamba Tanzania hii ni nchi ambayo inashirikiana na nchi nyingine. Hatuwezi kwenda peke yetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, kwa kutambua hilo, pamoja na uhusiano mzuri tuliokuwa nao, ameona aongeze jitihada zaidi, aongeze nguvu zaidi za kuimarisha zaidi uhusiano wetu. Mmeona amefanya ziara katika nchi za Uganda na Kenya. Ziara ya Uganda, majibu yake wengi mmeyaona. Ni kama nilivyosema, tumetekeleza, sasa tumekamilisha mchakato wa kutia saini mikataba. Unajua utekelezaji wa miradi hii mikubwa kuna kwa utiaji wa saini wa mikataba mingi. Tumekamilisha mchakato wa utiaji wa mikataba katika mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki. Lile bomba ambalo linajengwa kutoka Hoima Uganda mpaka bandari ya Tanga. Bomba lile lina urefu wa kilomita 1443. Na katika hizo kilomita 1143 zinapita Tanzania. Kwa sisi tuna sehemu kubwa, linapita kwenye mikoa 8 na wilaya 24. Tuna sehemu kubwa ya utekelezaji wa hili bomba. Kwa hiyo utekelezaji wa mradi huu ambao utachukua miezi 36 unatarajiwa kuwa utazalisha ajira nyingi, takriban ajira 10,000 hivi. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo nchi yetu ilikuwa imepeleka nguvu nyingi kuhakikisha huu mradi unafanikiwa, na tunashukuru Mungu mradi huu ambao uwekezaji ni takriban dola za Marekani bilioni 4 hivi 1.16. Ni pesa nyingi. Sasa unaanza kutekelezwa. Wakandarasi wataanza kujenga. Matarajio yetu ni kwamba ifikapo mwaka 2024 tutaanza kuona mafuta yakifika Chongoleani kule Tanga kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nje, na mengine yatasafishwa. Lakini kingine kikubwa ni kwamba nchi yetu sasa itanufaika na kodi mbalimbali, kama ambavyo taarifa zimetolewa. Kwenye mraba pale tutakuwa tunapata kama 60% hivi, kwa sababu sisi ndio tunatekeleza sehemu kubwa ya mradi. Lakini pia kutakuwa na tuna umiliki kwenye ile kampuni ambayo imetengenezwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu, kampuni ya EACOP, yani kampuni ya bomba la mafuta ghafi ya Afrika Mashariki. Tuna 15%. Sisi 15%, nchi ya Uganda 15%, wale wawekezaji wana 65%. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Wana 70%, kumradhi. Wana 70%, mambo yanakwenda vizuri, na huu mradi sasa uko tayari kwa utekelezaji. Lakini katika diplomasia hiyo ya uchumi, Mheshimiwa Rais, wote mnafahamu, amefanya ziara nchini Kenya. Kenya ni mdau mkubwa sana wa maendeleo kwa nchi yetu. Nataka niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, Kenya ni nchi ya 5 kwa uwekezaji Tanzania. Katika nchi zote duniani Kenya ni ya 5. Na kwa Afrika hapa Kenya ndio inaongoza. Kwa hiyo ni nchi ya kimkakati kwa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais amefanya ziara Kenya, amekutana na mwenzake Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, wamezungumza, na matokeo ya mazungumzo ama ziara ya Kenya sote tumeyaona. Kwa sababu kule pia kulikuwa kuna jukwaa la wafanyabiashara. Mheshimiwa Rais alihutubia kwenye jukwaa hilo pamoja na Mheshimiwa Rais Uhuru. Na kizuri ni kwamba wafanyabiashara wetu wa Tanzania na wa Kenya wamekubaliana kufanya kazi pamoja. Lakini kikubwa zaidi, viongozi wetu wakuu wa nchi wamezungumza juu ya vikwazo mbalimbali vya kikodi na visivyo vya kikodi ambavyo vilikuwa vinakwamisha biashara yetu kwa namna moja au nyingine, vimeondolewa. Wengi tuliona habari zile za malori yalikuwa yanakwama kule mpakani. Malori yale sasa hivi yameruhusiwa. Kulikuwa kuna masuala ya upimaji wa virusi vya corona, kwamba ukipima Tanzania lazima kule. Tayari wakuu wa nchi wametoa maelekezo kwamba kuwe na utaratibu wa pamoja. Kwa hiyo mazingira ya biashara yamekuwa mazuri, na matokeo tayari wafanyabiashara wetu baada ya mazungumzo wamekubaliana kwamba sasa wanakwenda kujenga soko la pamoja kule mpakani mwa Kenya na Tanzania. Na sasa wafanyabiashara wa Kenya badala ya kuwa wanatoka Kenya wanakwenda Songea, wanakwenda Njombe kule vijijini kutafuta maparachichi, sasa wafanyabiashara wa Tanzania watayatoa maparachichi, watayapeleka pale mpakani. Wafanyabiashara wa Kenya watayanunua pale, watayapeleka Kenya, lakini na wao wataleta bidhaa za kutoka Kenya, watazileta pale. Wafanyabiashara wa Tanzania watazichukua pale, watazileta Tanzania. Haya ni matokeo makubwa sana ya ziara ambayo Mheshimiwa Rais aliifanya, na kwa kweli ni ziara ambayo imeleta matunda makubwa sana kwa nchi zetu hizi mbili.
Lakini kama mnavyojua, Mheshimiwa Rais amekuwa na mazungumzo na viongozi mbalimbali wa kimataifa katika juhudi hizo za kuimarisha uhusiano. Amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha duniani IMF, Bi Kristalina Georgieva, majina magumu kidogo hapa, Kristalina Georgieva. Huyu ndio mkurugenzi mtendaji wa IMF. Kwa hiyo wamezungumza, na namtaja huyu kwa sababu IMF ni mmoja kati ya wadau wakubwa sana wa maendeleo kwa nchi yetu. Na kizuri ni kwamba wamekubaliana kwamba sasa IMF hao wametoa pesa kwa ajili ya nchi zilizopata madhara kutokana na corona. Kwa hivyo sasa hivi wanakwenda kutoa awamu ya pili, na wanataka kutoa dola za Marekani bilioni 650. Kwa hivyo mazungumzo ya Mheshimiwa Rais na mkurugenzi mtendaji wa IMF yamezaa matunda kwamba sasa nchi yetu nayo imefunguliwa milango na kurahisishiwa zaidi kwenda kuomba hizo pesa, na wanaohusika kuharakisha mchakato wa kupeleka maandiko kwa ajili ya kupata hizo uchumi wetu baada ya kutokea kwa janga hili la corona ambalo limesababisha madhara makubwa kwenye uchumi wetu. Lakini kama mnavyojua, Mheshimiwa Rais pia amefanya viongozi wenzake kwenye mkutano ambao uliitishwa na Mheshimiwa Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Wamejadili juu ya madhara haya ya corona na namna nchi za Afrika, chumi za nchi za Afrika zitasaidiwa, na wamekubaliana kwamba wataharakisha kutoa fedha na kutoa misaada mbalimbali kwa ajili ya nchi hizi. Ule mkutano, kama wengi mlifuatilia, mashirika ya kimataifa, Benki ya Dunia, IMF na wengine wengi wadau wa maendeleo walishiriki kwenye mkutano, na kila mdau alikuwa ametoa pale maelezo yake ya namna gani yuko tayari sasa kuhakikisha wanashirikiana. Mheshimiwa Rais ameona inafaa na sisi Tanzania sasa tutumie fursa hii kuhakikisha tunapata hii misaada, huu ufadhili kwa ajili ya kufanya shughuli zetu za maendeleo. Lakini pamoja na hayo, amezungumza na mjumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ni katika kuimarisha hayo mambo ya mahusiano. Mheshimiwa Rais yupo kwenye mtandao wa viongozi wanawake barani Afrika, wanaongozwa na Rais mstaafu wa Liberia. Si mtandao tu, bora mtandao, ni mtandao ambao viongozi hawa wanawake wanasaidiana mbinu za namna gani wataongoza. Kwa hiyo kwetu sisi Tanzania, kwa sababu rais wetu ni mwanamke, tumempata kwa mara ya kwanza, anaingia moja kwa moja kutumia manufaa ya mtandao huu, na kupitia mtandao huu tayari tumeshaanza kuona dalili za kusaidiwa kwa nchi yetu. Ameshakuja kiongozi wa taasisi mojawapo ya Umoja wa Mataifa inaitwa UN Women, ameshakuja hapa nchini kwetu, na wako tayari kusaidia mipango mbalimbali ya kimaendeleo na kuwasaidia wanawake wa nchi yetu kupitia ufadhili mbalimbali ambao unatolewa kupitia Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameona hii pia ni fursa nyingine ambayo tunaweza kuitumia kwa ajili ya kusogeza mbele nchi yetu. Na kwenye hili ningependa kusema wako baadhi ya watu wanaona kama sasa rais mbona kimataifa sana. Mheshimiwa Rais ameona hili ni eneo jingine, aelekeze nguvu za kutosha, kwa sababu nchi yetu haiwezi kwenda peke yake, na inaposhirikiana na nchi zingine ndipo mnatengeneza uchumi wenye nguvu, mnaimarisha huduma zenu na mnatengeneza ustawi mzuri wa wananchi. Eneo jingine, uhuru wa vyombo vya habari. Najua jamaa zangu hapa mtakuwa mnapasubiri kwa hamu kubwa. Uhuru wa vyombo vyetu vya habari uko vizuri. Wote nyinyi hapa tunapokutana, waandishi wa habari mnakutana na serikali, ni uthibitisho mwingine kwamba tuko vizuri. Na mimi napenda kuwapongeza sana, tuendelee kushirikiana. Vyombo vyetu tunahakikisha viko huru. Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu ameshasema kwamba waandishi wa habari, fanyeni kazi kwa uhuru, fuateni tu sheria na taratibu na miongozo tuliyojiwekea. Na Mheshimiwa Rais kwa kuonesha hilo, wakati ule amezungumza tu mara ya kwanza akasema hata zile television mtandao zilikuwa zimefungwa zifunguliwe. Zimefunguliwa, zinafanya kazi. Wito wangu mimi kama msimamizi kwenye eneo hili, naomba ndugu zangu waandishi wa habari, tuwe huru kufanya kazi zetu, lakini tuhakikishe tunazingatia sheria na taratibu za nchi yetu. Kwa sababu kwa kwetu waandishi wa habari na kutumia uhuru wetu wa vyombo vya habari hakutufanyi tuwe juu ya sheria. Tunayo sheria yetu ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 namba 12, inatoa maelekezo yote na namna gani tunatakiwa tufanye kazi zetu, na waombeni sana tuzingatie sheria hii. Mimi matarajio yangu ni kwamba tutakutana kushirikiana kufanya kazi. Hatutakutana kusutana, kushughulikiana, kuchukuliana hatua
kunyimana leseni, sitarajii hayo yatokee. Na kwa vile vyombo vya habari ambavyo tayari viko kwenye adhabu, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshawaagiza watoe hoja zao, zitaletwa serikalini, zitaangaliwa na maamuzi baadaye serikali itayafanya. Lengo kubwa ni kwamba tuendelee kufanya kazi pamoja, tuitangaze nchi yetu. Nilisema siku nakuja hapa kujitambulisha mara ya kwanza na kabidhiwa ofisi kwamba sisi waandishi wa habari tusijione kama tuko juu ya sheria, lakini pili tuhakikishe kalamu zetu hazirudishi nyuma juhudi za Watanzania ambao wameijenga hii nchi kwa jasho jingi sana. Tangu imekuwa mikononi mwao, wanalima mashambani, wanafanya biashara, wanalipa kodi, wanahenya, wanafanya hivi na hivi. Sasa sisi kalamu zetu za shilingi 200 usije kutengeneza taharuki na machafuko ambayo yanakwenda kuharibu kazi kubwa ambayo imefanya na Watanzania kwa miaka yote. Kwa hivyo kwenye eneo hilo tuko vizuri, na mimi naomba tuendelee kushirikiana pamoja kuhakikisha kwamba gurudumu hili linakwenda vizuri. Sekta binafsi, Mheshimiwa Rais amelisimamia kwa nguvu sana hili, na serikali ya awamu ya 6 ni dhamira yake kuhakikisha kwamba sekta binafsi inapata nguvu. Najua hii ndio injini ya uchumi, na Mheshimiwa Rais angependa sekta binafsi iwezeshwe na ipewe fursa za kutosha kuhakikisha inatekeleza majukumu yake ya kufanya biashara, kuwekeza. Sekta binafsi inapofanya kazi vizuri, ndipo tunapopata mapato ya nchi, ndipo tunapozalisha ajira, ndipo tunatengeneza ustawi wa jamii yetu. Na Mheshimiwa Rais kwenye hili amekuwa muwazi moja kwa moja. Tayari kama mnavyojua ameshakutana na viongozi wa taasisi ya sekta binafsi TPSF, na hivi karibuni yeye akiwa mwenyekiti wa baraza la biashara TNBC atakuwa na mkutano, atakutana na wafanya biashara huko kote, anakusanya mawazo yao, ushauri wao, ili kwa pamoja sasa tuone hii sekta binafsi kama nguzo mojawapo ambayo inaweza kutupeleka mbele zaidi. Na ningependa kwenye eneo hili niweke wazi jambo moja. Mheshimiwa Rais anapotilia mkazo sekta binafsi, isichukuliwe kwamba anataka kurudisha nyuma shughuli ambazo zimekuwa zikifanywa moja kwa moja na serikali. Hapana. Sekta binafsi duniani kote ni chombo ambacho kinaendesha uchumi. Mheshimiwa Rais anachokifanya ni kuhakikisha sekta binafsi hawa kwanza wanaamka, lakini pili wanawezeshwa kuhakikisha wanatekeleza jukumu lao. Sekta binafsi ndio wanaojenga viwanda, ndio wanaoajiri wa Tanzania. Kwa hiyo hatuwezi tukawaacha wakabaki wanahangaika, mambo yao hayatatuliwi, Watanzania wanakosa ajira, nchi inakosa mapato. Mheshimiwa Rais imempendeza kwamba hapa tuelekeze nguvu nyingi, na amekutana nao, na kwenye eneo hili ana hamu sana kuona kwamba sekta binafsi ya Tanzania inakuwa kwa viwango vya juu kama ilivyo kwenye nchi nyingine. Na kwenye hili serikali imeendelea kuweka vizuri mazingira ya biashara na uwekezaji. Mnafahamu tumekuwa na blueprint, ile nyaraka ambayo inaeleza uboreshaji wa mazingira ya biashara. Mheshimiwa Rais ametaka ile nyaraka itekelezwe, na kwenye eneo hili wako watu sasa serikali inaanza inabadilisha. Hakuna kinachobadilisha. Mambo mengi ambayo sekta binafsi inatambuliwa kwenye miongozo yetu, kwenye mipango yetu ya serikali, imo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inaongoza hii nchi, imo kwenye sera za nchi yetu. Lakini pili, sekta binafsi inatambuliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anachokisema ni kwamba wawekezaji, wafanya biashara watengenezewe mazingira mazuri ya kufanya biashara. Vikwazo vya kodi, visivyo vya kikodi, vitisho, na pamoja na hayo tunayosema ya TRA kukusanya kodi kwa maguvu, ndio mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameona haifai yaendelee, na badala yake tubadilishe ili sekta binafsi izalishe vile inavyotakikana. Na tumeona hivi karibuni Mheshimiwa Rais pamoja na kukutana na TPSF amekutana na mfanyabiashara mkubwa barani Afrika aliko Dangote. Mnafahamu Dangote ana kiwanda cha simenti kule Mtwara. Amefanya mazungumzo, aliko Dangote amefurahi, na sasa ameahidi kujenga kiwanda kikubwa cha mbolea kwenye nchi yetu. Ameweka uwekezaji wa dola milioni 770 kule Mtwara, karibu shilingi trilioni 1 na kitu hivi. Na sasa anaamua sasa kuwekeza kwenye uzalishaji wa mbolea kwa ajili ya wakulima wetu, ili wakulima wetu waweze kupata pembejeo na kuzalisha kwa tija. Lakini pamoja na kwamba Mheshimiwa Rais na serikali inatilia mkazo sasa kuboresha mazingira haya ya kibiashara, kumekuwa na maneno kidogo, pengine wafanya biashara wadogo inakuaje. Nataka niwahakikishie serikali
itawalinda, itahakikisha wafanyabiashara wadogo wanafanya kazi zao vizuri kwa utaratibu mzuri, na hakuna kwa namna yoyote serikali hii ya awamu ya 6 inaweza ikawabagaza ama ikawashiti. Mnasemaga kuwashiti, lugha yetu ile ya mtaani, kutowajali wa machinga au wajasiriamali wadogo, mamalisha na wengine. Kwa hivyo hilo halina mashaka, na Mheshimiwa Rais ni mama, na mama angependa familia ziwe na amani. Usipowajali wafanyabiashara wadogo, familia haziwezi kuwa na amani. Kwa hivyo wafanyabiashara wadogo, muwe na amani sehemu zote mlipo. Hakikisheni mnafanya biashara zenu kwa kufuata taratibu za nchi yetu na miongozo ambayo viongozi wetu wa serikali wanaifanya. Jamani, kuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini leo mimi ningependa nisizungumze sana, niwape nafasi nyinyi ya kuzungumza, lakini nizungumze kidogo kuhusu bandari. Kama mnavyojua, bandari ndio lango letu kubwa la uchumi. Kazi za uboreshaji wa bandari yetu ya Dar es Salaam zinaendelea. Tuna gati namba 1 mpaka namba 7, gati namba 1 mpaka namba 5 ujenzi wake umekamilika, ziko kwenye majaribio. Majaribio ni kutumika kwenyewe na zinafanya vizuri. Gati namba 5 na namba 6, namba 6 na namba 7 ujenzi wake tunatarajia utakamilika mwezi wa 8. Kwa hiyo kazi huko inaendelea na ufanyaji kazi wa bandari unakwenda vizuri. Idadi ya meli zinaongezeka, mapato yanakuwa. Kwa mfano mwezi April mapato yalikuwa ni shilingi kama bilioni 73.2, na Mei imekuwa bilioni 84.6, na hiki ni kiwango kikubwa sana ikilinganishwa na mapato ambayo tulikusanya kwa kipindi kama hiki mwezi Machi mpaka ngoja niweke vizuri hiyo kwamba kati ya mwezi April, mwezi Machi na Mei mwaka jana, ukusanyaji wa mapato ulikuwa kama shilingi bilioni 73.2, lakini Machi na Mei mwaka huu tumekusanya bilioni 84.6. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba bandari yetu inafanya kazi vizuri. Tumekuwa na ongezeko zuri la ukusanyaji wa mapato, na matarajio yetu ni kwamba bandari yetu itaendelea kukusanya vizuri zaidi. Lakini pia hata meli zilizohudumiwa kwa kipindi hiki zimeongezeka kutoka meli 346 hadi kufikia meli 390, ongezeko la 13%. Lakini pia kwenye eneo hili Mheshimiwa Rais ametaka ushawishi zaidi ufanyike kwa nchi majirani, waje watumie bandari yetu. Ameshafanya mazungumzo na marais kwenye nchi ambazo hazina bahari, landlocked countries. Unajua kuna nchi 8 zinategemea bandari yetu ya Dar es Salaam, na mazungumzo yamekwenda vizuri. Nchi hizi nyingi zimeonyesha dhamira kubwa ya kuongeza biashara kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Utalii nao unakwenda vizuri, watalii wanaendelea kuja. Dunia ina changamoto ya ugonjwa wa corona. Tanzania pia ugonjwa wa corona umeathiri utalii, lakini tunashukuru Mungu nchi yetu ina unafuu mkubwa, watalii wanaendelea kuja. Watu maarufu, niko hapa na Shelutete, mwenyekiti wa Tajiko, lakini mwenzangu yuko Tanapa kule, na wao wanahusika sana na hao watalii. Watalii wengi wanapanga kuja kwa makundi makubwa, na hasa baada ya nchi yetu kuanza kuzingatia zile taratibu za kuongeza kuzingatia zaidi zile taratibu za Shirika la Afya Duniani na kuweka miongozo kadha wa kadha ambayo inawavutia. Mnaona pia mpaka watu maarufu, wachezaji, wasanii wanakuja. Naambiwa na Mamadou Sakho alikuwa hapa siku 2 zilizopita. Mwingine nani? Mauro Icardi naye amekuja hapa. Wengi tu wanakuja. David Beckham alikuwa hapa mwaka jana. Kwa hiyo mambo yetu ni mazuri kwenye utalii, na matarajio yetu ni kwamba inawezekana malengo yetu yale ya kufika idadi ya watalii milioni 8, milioni 5 tunaweza tusiafikie kwa haraka kwa sababu ya changamoto hizi, lakini matarajio yetu ni kwamba tutafanya vizuri na mambo kama hayatakuwa mabaya sana. Si ajabu tukafikia hiyo milioni 5 na nchi yetu ikapata mapato makubwa ya utalii, ili tuende tukatekeleze majukumu ya serikali ya kutoa huduma kwa wananchi na kuhakikisha masuala mengi yanakwenda inavyotakiwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi nashukuru sana kwa ushirikiano. Tumekuwa na ushirikiano mzuri. Niwashukuru kwanza kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkinipa na bado mnanipa. Nikiwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, nawashukuru sana. Naamini sikuwakwaza. Simu yangu mnayo, kama mahali hapako sawa mnatueleza, lakini nawashukuru zaidi pia kwa ushirikiano tunaupata hapa idara ya habari Maelezo. Tunakwenda vizuri.